Leo nazungumzia tatizo la mjamzito kupata hali ya mapigo ya moyo kwenda mbio. Tatizo hili linasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Mapigo ya moyo kwenda mbio kwa mjamzito au moyo kudunda kwa haraka sana ni jambo ambalo hutokea mara nyingi wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine inaweza ikawa ni hali ya kawaida, lakini wakati mwingine inaweza ikaashiria ni tatizo ambalo linahitaji msaada wa matibabu haraka. Sasa tutazame sababu mbalimbali ambazo kwa kiasi kikubwa huchangia hali hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio. Ziko sababu za kawaida kabisa ambazo kwa lugha nyingine ni sababu ambazo sio za hatari sana. Endapo utaziona au endapo hali hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio kwa mjamzito ikatokea, lakini sababu ni hizi ambazo nimezitaja, ni hali ya kawaida kabisa. Sababu hizi hutokana na mabadiliko makubwa ambayo yanatokea kipindi cha ujauzito kwa mwanamke. Sababu ya kwanza ambayo inaweza kuchangia hali hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio kwa mama mjamzito, kuongezeka kwa ujazo wa damu mwilini, au nazungumzia habari ya blood volume. Blood volume inavyokuwa kubwa kipindi cha ujauzito huweza kuchangia hali ya moyo wa mtu kufanya kazi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo mabadiliko haya ya blood volume au mabadiliko haya ya ujazo wa damu kuongezeka kipindi cha ujauzito huweza kuchangia hali ya mapigo ya moyo kwenda kwa haraka zaidi. Lakini sababu nyingine ya kawaida ni mabadiliko ambayo yanatokea kwenye vichocheo vya mwili au hormone kipindi cha ujauzito. Sababu hizi zote ni za kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni baadhi ya wanawake kuwa na wasiwasi au msongo wa mawazo kipindi cha ujauzito. Hali hii inaweza kusababisha dalili hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio zaidi. Lakini sababu nyingine ni uchovu au kukosa usingizi. Hali hii pia huweza kuchangia tatizo hili. Lakini pia wako baadhi ya wanawake kipindi cha ujauzito hunywa vinywaji vyenye kafeini nyingi. Wanakunywa vinywaji kama chai au kahawa ambazo zina kafeini nyingi. Hali hii inaweza kuchangia zaidi dalili hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio zaidi kwa mama mjamzito. Lakini ziko sababu zingine ambazo ni za hatari, na ukikutana na sababu hizi zinaashiria kwamba unataka msaada zaidi. Kwa hiyo endapo unakutana na dalili hizi au endapo unakutana na sababu hizi zinaashiria kwamba unahitaji msaada zaidi wa kimatibabu. Sababu ya kwanza ni upungufu wa maji mwilini, au nazungumzia dehydration. Endapo chanzo cha mapigo ya moyo kwenda mbio kwa mama mjamzito ni hii hali ya upungufu wa maji mwilini, basi ujue unahitaji management kwa ajili ya kusaidia kurecover kwenye hali hii. Lakini sababu nyingine ni upungufu wa damu mwilini, au nazungumzia anemia. Endapo mama mjamzito ana kiwango kidogo cha damu au ana upungufu wa damu mwilini, anaweza kukutana pia na sababu hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio zaidi. Lakini pia sababu nyingine ambayo ni hatari ni kiwango cha sukari mwilini kushuka zaidi. Hapa nazungumzia low blood sugar. Endapo mama mjamzito ana hali hii pia anaweza kukutana na dalili hii ya mapigo ya moyo kwenda mbio zaidi. Lakini sababu nyingine ni shinikizo la damu kuwa juu. Na mara nyingi endapo dalili hii huambatana na mama mjamzito kuvimba sana miguu, mikono, uso na kadhalika, huweza kuashiria matatizo zaidi ya kiafya kama vile tatizo la kifafa cha mimba au preeclampsia na kadhalika. Kwa hali hizi zote zinahitaji management na msaada wa haraka kwa mama huyu mjamzito. Hakikisha unamuona daktari au unaongea na wataalamu wa afya endapo unapata dalili hizi ambazo nitazitaja. Namba 1, mapigo ya moyo huenda mbio zaidi au kwa kasi zaidi na hayapungui. Dalili hii inaendelea na kudumu kwa muda mrefu zaidi. Unapata kizunguzungu au wakati mwingine unazimia kabisa na ni mjamzito. Hakikisha unamuona daktari au unapata msaada wa tiba mara moja. Unapata maumivu makali ya kifua. Unapata shida ya kupumua kwa shida sana. Mapigo yanarukaruka. Mapigo ya moyo yanakuwa sio katika hali ya kawaida, yanakuwa katika hali ya kurukaruka. Unapata dalili ya kuvimba sana mwili, mikono, miguu, uso. Lakini pia unapata dalili ya homa. Endapo una dalili hizi, hakikisha unapata msaada zaidi kutoka kwa wataalamu wa afya. Lakini zingatia mambo haya muhimu endapo uko nyumbani. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Lakini pia pata muda mzuri wa kupumzika. Napendelea kulala zaidi ubavu wako wa kushoto kama ni mjamzito. Epuka vinywaji ambavyo vina kafeini nyingi. Epuka vinywaji kama kahawa nyingi, soda nyingi na kadhalika.
Lakini pia unashauriwa kula milo midogo midogo mara kwa mara. Usile chakula kingi sana kwa wakati mmoja. Lakini pia epuka hali za msongo wa mawazo, epuka joto kali na kadhalika. Endapo uko nyumbani, zingatia vitu hivi pia, vitakusaidia sana. Una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.